Hakumkashifu tu. Aliuzungusha vidole vyake kwenye kifundo cha mkono wa mke wake katikati ya mgahawa uliojaa watu, akamvuta kutoka kwenye kiti chake, kisha akamburuta sakafuni huku wazazi wake wakitazama na kutabasamu. Usiku huo, Naomi, ambaye kila mtu aliyekuwa mezani hapo alimjua tu kama mke wa Paulo asiye na kazi, alijikokota hadi kwenye barabara ya pembeni akiwa na kifundo cha mkono kinawaka kwa maumivu, mashavu yake yakiwa yamelowana, na simu za watu wasiowajua zikiendelea kurekodi nyuma ya kioo. Ndani, mume wake alirudi akakaa tena. Mama yake Paulo alimuita Naomi mvivu. Baba yake akacheka na kumwita mzigo. Pembeni yao, Gloria, yule mfanyakazi mwenzake mrembo mwenye lipstick nyekundu, alificha tabasamu la kuridhika nyuma ya bilauri yake ya mvinyo. Walidhani hana kazi. Walidhani hana nguvu. Walidhani kumdhalilisha hadharani ndiyo mwisho wake. Kile ambacho hawakuwahi kujua ni hiki. Mwanamke waliyemburuta nje kama takataka alikuwa mkurugenzi mtendaji CEO wa siri wa kampuni ile ile iliyolipa kodi yao ya nyumba, ikajaza friji yao na kuhamisha mishahara yao kila mwezi. Saini zilizowafanya wazazi wa Paulo waendelee kuajiriwa zilikuwa zake. Bonasi walizojivunia zilikuwa zake. Bima ya matibabu iliyowaokoa msimu uliopita wa baridi ilikuwa yake. Wakati wakitania kwamba hakufanya chochote siku nzima, yeye alikuwa anakaa kwenye ofisi ya ghorofa ya juu kwa jina jingine, akisaini karatasi zilizowafanya wao waendelee kusimama. Na pale video ya mgahawani ilipofika kwa rasilimali watu HR, na uchunguzi ukavuta kila risiti na ujumbe uliokuwa umefichwa ukawekwa juu ya meza, hii ikaacha kuwa hadithi ya mke dhaifu. Ikawa vita ya kimya ya nyaraka, vyumba vya bodi, vipaza sauti na anguko ambalo Paulo na wazazi wake hawakuliona likija. Watazamaji wapendwa, asanteni kwa kuwa hapa. Ukiangalia bila kusubscribe, ni kama kuacha sauti ya Naomi iburuzwe nje ya huo mgahawa tena. Unapobofya kitufe hicho, unasimama pamoja na kila mwanamke aliyeitwa bure wakati yeye ndiye anayeshikilia kila kitu kimya kimya. Tafadhali subscribe sasa na kwenye comment niambie unaangalia kutoka wapi. Milango ya lifti ilifunguka kwa mlio mkali wa chuma, ikikatiza ukimya wa asubuhi kwenye ghorofa ya juu ya kampuni. Mara tu Naomi Mhando, anayejulikana kazini kama Naomi Wadi, alipotoka, kila mfanyakazi aliyepita alimnyooka kwa heshima ya ghafla. Walijua vizuri yeye ni nani hapa. CEO mwenye umri wa miaka 33 aliyeongoza upanuzi wa pili wa kampuni. Mwanamke ambaye maamuzi yake ya utulivu yaliokoa mamia ya ajira katika miaka migumu zaidi. Lakini nje ya jengo hili karibu hakuna aliyefahamu. Sio mji, sio wakwe zake, hata mume wake mwenyewe. Naomi alitembea kwa hatua za taratibu, uwepo wake ukiwa mpole lakini wenye udhibiti, kana kwamba amebeba mzigo mkubwa mabegani kuliko anavyoruhusu mtu yeyote aone. Nywele zake nyeusi zilidondoka kwa nadhifu mgongoni. Macho yake, kawaida yenye joto, yalionyesha tabaka jembamba la uchovu, aina ya uchovu unaotokana na kutoa kupita kiasi na kueleweka kidogo sana. Msaidizi wake Clara, mwenye umri wa miaka 28, mwenye akili kali ambaye alichukulia upangaji kama sanaa, aliharakia kumjia akiwa na jalada. Asubuhi njema, Bi Wadi, Clara alisema, akitumia jina ambalo kila mtu kazini alilijua. Naomi akatabasamu. Asubuhi, Clara. Ni sisi tu huku juu mapema hivi. Zaidi ni fedha na HR, Clara akajibu. Wanahitimisha malipo ya mishahara na bonasi za robo mwaka. Walipotembea kwenye korido ya vioo, wafanyakazi walimsalimia Naomi kwa heshima ya kimya. Minong'ono yao ikamfuata. Yeye ndiye aliyesave idara yangu. Alikubali likizo yangu ya dharura wakati mama yangu alikuwa hospitalini. Alituacha tuendelee kazi wakati wa kupunguza wafanyakazi. Hakuna aliyemwogopa. Walimshukuru. Aliwafanya watu wajihisi binadamu hata ndani ya jengo la kampuni lililojaa namba na chati. Ndani ya ofisi yake pana iliyozungukwa na kioo yenye mwanga wa jua wa upole, Naomi akaweka begi lake chini. Clara akaweka jalada mezani na kulifungua.
Mishahara ya mwisho wa mwezi na bonasi, Clara alisema. Uliniambia niwasogeze hawa wawili juu. Kwenye ukurasa wa kwanza kulikuwa na wasifu wawili. Rachel 64, mkaguzi wa udhibiti wa ubora, kiwanda cha uzalishaji. Patrick 68, msimamizi wa upakiaji. Zamu ya usiku. Uso wa Naomi ukalainika. Wazazi wa Paulo walikuwa wameomba kazi kampuni miaka 2 iliyopita wakiwa na haja kubwa ya kazi ya uhakika. Naomi alikuwa ameiomba HR kimya kimya itoe kipaumbele cha haki kwa maombi yao bila kufichua kwamba alikuwa mkwe wao. Alijiepusha na mafunzo yao ya awali na maagizo yakatoka kwa wafanyakazi. Uongozi wa juu ungekuwa a low visibility viwandani ili kupunguza mvutano. Walijua herufi za CEO na WADI. Waliona jina kwenye barua pepe, hawakuwahi kuona uso. Kwao Naomi nyumbani alikuwa tu mke wa Paulo aliyekaa nyumbani akifanya mambo ya mtandaoni. Clara akagonga ukurasa. Wote wawili wamefikia malengo yao ya utendaji tena. Bado unataka bonasi zao zichakatwe? Ndiyo, Naomi alisema kwa upole. Wamefanya kazi kwa bidii. Una uhakika hutaki wajue? Clara akauliza kwa uangalifu. Kwamba wewe ndiye nyuma ya haya yote? Vidole vya Naomi vikakoma juu ya kalamu. Tabasamu dogo la huzuni likapita kwenye midomo yake. Nikiwaambia sasa, akanong'ona, hawataona moyo wangu. Wataona pesa tu. Akasaini chini kwa wino ulionyooka. Nwadi. Alipoweka kalamu, akili yake ikarudi nyuma. Sebule ndogo. Naomi mwenye umri wa miaka 14 alikaa pembeni ya mama yake, Monica, mwanamke aliyechoka lakini mwenye heshima aliyekuwa anashona sare ya shule iliyochanika. Ukimpenda mtu, Monica alisema, macho yake yakiwa kwenye mishono, humwambii tu unampenda. Unawainua watu wake pia. Wazazi wake, ndugu zake. Hivyo ndivyo unavyoonyesha moyo wako. Naomi mdogo akatikisa kichwa akiamini upendo ni rahisi. Unatoa, wao wanadhamini. Kile ambacho hakukijua wakati huo ni kwamba baadhi ya watu hupokea kile unachotoa na bado wanauliza kwa nini hujatoa zaidi. Akiwa ofisini tena, Naomi akavua blaza yake iliyokaa vizuri na kuining'iniza. Akabadili viatu vyake virefu na kuvaa vya kustarehesha. Akafunga nywele zake nyuma kwa mkia wa farasi wa kawaida na kuvaa kardigani ya kawaida. Mabadiliko yake yalionekana madogo, lakini yalikuwa desturi, tendo la kila siku la kujificha. Kazini alikuwa CEO Naomi Wadi. Nyumbani alimwacha Paulo aamini kwamba yeye ni Naomi tu, anayefanya kazi kidogo ya ushauri wa kujitegemea kwenye laptop. Hakuwa amewahi kusema uongo kuhusu kufanya kazi, lakini hakuwa amemwambia ukweli wote. Kwa sababu Paulo, mume wake mwenye umri wa miaka 36, aliwahi kucheka wakati wa chakula cha jioni na kusema, wanawake wenye nguvu kubwa ni drama nyingi. Wanawake rahisi ni rahisi kuwashika. Alitabasamu siku hiyo akijifanya mzaha haukuuma. Alijiambia yeye tu hana kujiamini na anaweza kulinda ego yake na upendo wao kwa kukaa kimya. Simu yake ikalia, ikamrudisha sasa. Paulo akajibu akilainisha sauti yake. Vipi? Sauti yake ilikuwa kali ya haraka. Naomi, usichelewe leo usiku. Mama na baba wanataka kuzungumza. Niliwaambia tutakula chakula cha jioni wote. Naomi akakunja uso kidogo. Kuna shida? Kimya kifupi cha kutosha kusema kuna kitu si sawa. Hamna, alisema haraka. Wana wasiwasi tu kuhusu sisi, kuhusu Future. Usichelewe. Wasiwasi. Maneno yakakaa mazito. Kidole gumba cha Naomi kikabonyea kwenye upande wa simu. Nitakuja. Simu ikakatika. Clara aliyekuwa akipanga faili akainua macho. Kila kitu sawa. Naomi akalazimisha tabasamu dogo. Ni chakula cha jioni cha kifamilia tu. Lakini alipoingia kwenye lifti jioni hiyo kuondoka, taswira yake kwenye milango ya kioo ilimtazama CEO upande mmoja, mke mnyenyekevu upande mwingine.
Mlango ulipofunga, swali la kimya likakaa kama uzito kifuani. Kama wangenijua nilivyo kweli, wangependa zaidi au wangemchukia? Hakujua kwamba jibu lilikuwa linamsubiri sebule ya wakwe zake. Mara tu Naomi alipoingia mlangoni mwa nyumba ya wakwe zake jioni hiyo, hali ikampiga kama kibao, nzito, kali na baridi. Nyumba ilinukia vitunguu vya kukaanga na dawa ya kung'arisha samani za zamani. Televisheni ilikuwa imezimwa. Mapazia yalikuwa yamefunikwa nusu, ingawa nje haikuwa imeingia giza sana. Rachel, 64, alisimama katikati ya sebule kama hakimu anayemsubiri mtuhumiwa. Nywele zake za kijivu zilizokuwa zimekunjika ziliuzunguka uso uliokaa katika kutoridhika daima. Patrick, 68, aliketi kwenye kiti chake cha mikono, mabega mapana yakiwa yameshuka, tumbo likiwa juu kidogo ya mkanda, rimoti mkononi kama fimbo ya mamlaka. Paulo tayari alikuwa kwenye kochi, simu mkononi. Hakuinuka Naomi alipoingia. Alimtazama mara moja, kisha akarudi kwenye skrini yake. Mvutano ulikuwa wa papo hapo. Mwishowe umefika, Rachel alisema kwa sauti kubwa, kana kwamba anazungumza na mfanyakazi aliyechelewa. Tulidhani labda una shughuli sana kutuona leo. Naomi akatoa tabasamu dogo la heshima. Barabara ilikuwa na msongamano kidogo. Rachel akashtuka kwa dharau. Msongamano? Bila shaka. Patrick akacheka bila furaha. Visingizio husikika vizuri zaidi vinapotoka kwa mtu aliyekuwa kazini siku nzima. Naomi akaganda kwa muda mfupi sana. Alikuwa ameongoza kikao cha mkakati asubuhi, akathibitisha mishahara baada ya mchana na akapitia mikataba ya kimataifa. Lakini kwao alikuwa mwanamke aliyekaa nyumbani na laptop. Kwa sababu Paulo alikuwa amewaambia hivyo, aliwahi kupuuza kazi yake mbele yao kwa kusema, yeye tu anafanya ushauri wa mtandaoni. Si kitu kikubwa. Paulo sasa akamtazama kwa kunyanyua mabega kidogo tu, aina inayosema usianzishe. Chakula cha jioni kikaletwa mezani, meza ndefu ya mbao kwenye chumba kidogo cha kulia. Naomi akakaa pembeni ya Paulo. Sahani zikagongana, vijiko vikakwaruza, lakini ukimya chini ya yote ulikuwa mkubwa. Katikati ya tonge lake la kwanza, Rachel akaanza. Unajua, Naomi alisema, akiinua kidevu, mwanamke wa umri wako anatakiwa kuchangia kitu kinachoonekana, kitu ambacho familia inaweza kuonyesha na kusema, huyu ni mkwe wetu. Patrick akatikisa kichwa. Kitu halisi, si kukaa nyumbani na kompyuta. Naomi akaweka sauti yake tulivu. Mimi nafanya kazi. Ni tu si aina ya kazi ambayo watu wanaiona kwa nje. Patrick akacheka kwa sauti zaidi safari hii. Kama ungekuwa na kazi halisi, Paulo angejivunia. Hasemi chochote, kwa hiyo hilo linakuambia nini? Paulo akasogea kwenye kiti, lakini hakusema. Hakukanusha. Maneno yakabonyea kifuani mwa Naomi kama mawe. Rachel akainama mbele. Siku zote nilimwambia Paulo anahitaji mtu wa kuinua hii familia. Mtu atakayekuwa faida, si mtu tunambeba. Kesi ya huruma. Kijiko cha Naomi kikakoma hewani. Miaka 2 iliyopita, Paulo aliketi kwenye kochi lao akimwonyesha bili za wazazi wake. Wanazama, Naomi alisema. Wamefanya kazi maisha yao yote. Wanastahili utulivu. Naomi alitazama namba na uso wake wenye wasiwasi. Nitaona ninachoweza kufanya, alisema kwa upole. Wiki iliyofuata maombi yao yakapita mezani kwake. 2 tu zaidi kwenye rundo. Aliandika barua ndogo kwa HR, kama ujuzi wao unalingana na nafasi zilizopo, waajiri na wafundishe, hakikisha wanaheshimiwa. Aliidhinisha bima yao ya matibabu bila kuwaambia yeye ndiye aliyeifanya iwezekane. Wakati huo, kuwasaidia kulionekana kama upendo. Sasa, sauti ya Rachel ikamkata kwenye kumbukumbu. Unatumiaje muda wako siku nzima? Rachel akauliza. Kununua vitu, kulala, kuangalia TV. Patrick akatoa mlio wa dhihaka. Mwanamke wa umri wako anatakiwa kujua jinsi ya kumsaidia mume wake, si kukaa tu.
Naomi akafungua mdomo, lakini Paulo akaweka mkono wake kwenye mguu wake chini ya meza. Kwa mtu anayetazama ingeonekana ya upendo, lakini vidole vyake vilibonyea kwa nguvu. Mama, baba, Paulo alisema kwa kicheko cha nusu. Tusigeuze chakula cha jioni kuwa interview. Lakini hakusema anafanya kazi kwa bidii. Hakusema si mvivu. Alitaka tu ugomvi ubaki kimya. Baadaye Rachel alipoinuka kujaza glasi yake, akainama kwa Paulo na kunong'ona kwa sauti ya chini kiasi cha kudhani Naomi hawezi kusikia. Hafai kwa familia yetu. Unaweza kupata bora. Maneno yakashuka kama ngumi. Naomi akatazama sahani yake. Vidole vyake vikatikisika kwenye uma. Alisubiri sekunde chache Paulo aseme kitu. Alikaa kimya. Chumba kikahisi kidogo zaidi. Hewa ikawa nzito. Moyo wake ukahisi kama unajikunja. Akamkumbuka mialiko ya mishahara ya kila mwezi aliyokuwa ameidhinisha kwa Rachel na Patriki, na bima ya afya iliyoboreshwa aliyokuwa amesisitiza binafsi. Hawakujua. Hawakujali vya kutosha kuuliza. Chakula cha jioni kikaendelea kwa kuvuta. Naomi akajibu maswali kwa heshima, akatabasamu inapolazimu, na akameza kila tone la maumivu. Lakini kitu ndani yake kikaanza kupasuka, mpasuko mdogo kwenye kioo. Walipompeleka mlangoni, Patriki akampiga Paulo begani. Tutazungumza baadaye, mwanangu. Peke yenu. Rachel akambusu Paulo shavuni na akampuuza Naomi kabisa. Nje, hewa ya usiku ilikuwa baridi kwenye ngozi ya Naomi. Alisimama pembeni ya gari la Paulo, akili yake ikirudia matusi. Kama hivi ndivyo wanavyozungumza nikiwa ndani ya chumba, alifikiri, wanasema nini nikiwa sipo? Hakujua kwamba ndani ya masaa machache angeisikia Answa mwenyewe. Sauti hiyo ilimgonga kabla hajamuona. Kicheko kikali, kicheko cha Paulo, kikasikika chini ya korido ya nyumba yao, kikifuatiwa na sauti ya chini, ya ukaribu ambayo Naomi hakuwa ameisikia kutoka kwake kwa miezi. Naomi alikuwa amerudi tu kutoka kwa wazazi wake. Paulo alikuwa amedai anapaswa kuondoka mapema kujibu simu ya dharura ya kazini na alikuwa ameondoka kabla yake. Aliamini. Alibaki kusaidia Rachel kusafisha meza, hata huku mwanamke mkubwa akimkwepa macho. Sasa Naomi alipoingia mlangoni, bado amevaa kardigani na viatu vyake vya kawaida. Taa za nyumba zilikuwa zinawaka. Sauti ya Paulo ikatoka kwenye ofisi ya nyumbani mwisho wa korido. Naomi akaganda. Mlango ulikuwa umeachwa wazi nusu. Ndiyo, mpenzi, Paulo alikuwa anasema kwa upole. Haitakuwa tatizo kwa muda mrefu. Maneno yakamkata kama kisu. Vidole vya Naomi vikakaza kwenye mkanda wa pochi yake. Moyo ukapiga kwa nguvu kiasi kwamba karibu hangesikia kicheko kidogo kilichofuata kupitia spika. Kicheko cha mwanamke. Cha kujiamini, cha kihangaiki. Naomi akachukua hatua mbili polepole karibu, akijitahidi sakafu isilie. Paulo alikuwa ameegemea dawati, mgongo wake nusu umeelekea mlangoni. Alikuwa anatabasamu, tabasamu la upole, la mchezo, ambalo Naomi hakuweza kukumbuka mara ya mwisho aliliona likielekezwa kwake. Nipe tu muda kidogo, Paulo akanong'ona. Baada ya usiku wa leo ataona hafai kwa familia yangu. Wao tayari wanafikiri hana maana. Haitachukua mengi. Kicheko kingine kikubwa sasa. Naomi akakitambua. Gloria 30 kutoka idara ya Paulo. Daima na lipstick nyekundu, daima anasimama karibu sana kwenye picha za pamoja. Yule mfanyakazi mwenzake aliyewahi kutania, una bahati kuwa na Paulo. Wanawake ofisini walikuwa wangejipanga kwa ajili yake. Naomi alikuwa ametabasamu na kupuuza usumbufu. Sasa kila kikao cha kuchelewa, kila mabadiliko yasiyoelezeka, kila baridi nyumbani vilijipanga kichwani kama ushahidi. Huu haukuwa kosa la ghafla. Huu ulikuwa mpango. Naomi akabana mgongo ukutani kwenye korido akipumua kimya. Ndani ya ofisi Paulo akaendelea. Gloria, tulia. Unajua naweza kumdhibiti. Yeye ni mpole. Hana hata kazi halisi.
Wazazi wake hawampendi. Wazazi wangu hawampendi. Atavunjika mwenyewe. Kifua cha Naomi kikawaka. Hana kazi halisi. CEO wa kampuni yake, mwanamke anayewaweka wazazi wake juu ya maji. Hatua zikasikika nyuma yake. Naomi akageuka haraka. Daudi 27, mfanyakazi mwenzake Paulo, alisimama mlangoni akiwa na jalada jembamba. Alionekana kushangaa kumkuta Naomi amebanwa ukutani, macho yakiwa mapana. Naomi, alinong'ona. Paulo aliniomba nilete namba zilizorekebishwa kabla ya kikao cha kesho. Sikujua umerudi. Sauti ya Paulo ikatoka tena, ya dhihaka na ya upole. Anafikiri ana maana. Hana. Usiku wa leo ni hatua ya kwanza. Baada ya matukio machache kama haya, ama ataondoka mwenyewe au nitakuwa na sababu ya kusema imeisha. Macho ya Daudi yakapanuka aliposikia maneno hayo. Naomi akatikisa kichwa haraka kwake, machozi yakikusanyika. Ujumbe wake ulikuwa wazi: tafadhali usiseme chochote. Usimwambie niko hapa. Daudi akameza mate kwa shida na akarudi nyuma, akielekea mlangoni kimya. Akaifunga kwa upole kadiri alivyoweza, akimwacha Naomi peke yake, lakini sasa si asiyeonekana kabisa. Kulikuwa angalau shahidi mmoja ndani. Sauti ya Gloria ilikuwa hafifu lakini kali. Naomi hakusikia kila neno, lakini alisikia vya kutosha. Tutakapokuwa pamoja rasmi, familia yako itakapoona. Paulo akacheka. Gloria, acha. Utanifanya nisisikie. Tutasherehekea hivi karibuni. Naahidi hataliona likija. Maneno yakageuza tumbo la Naomi. Alikuwa anatumia midomo ile ile iliyomwahidi kumlinda, kujenga naye future, kuzungumza kuhusu kumharibu taratibu. Koo lake likabanika hadi kuuma. Aliweka ngumi kwenye mdomo kuzuia sauti yoyote isitoke. Simu yake ikatetemeka ghafla mfukoni. Mtetemo ukamshtua. Akajiondoa kwenye mlango wa ofisi, akirudi chini ya korido akitafuta simu. Ujumbe kutoka Clara, bodi inataka kupanga mapitio ya mwisho wa robo mwaka. Nahitaji idhini yako. Tofauti ikauma. Katika dunia moja alikuwa mke anayefutwa kimya kimya. Katika nyingine alikuwa mwanamke ambaye idhini yake inasogeza idara nzima. Simu ikatetemeka tena. Clara, pia Samueli kutoka uchunguzi wa ndani amegundua kitu cha ajabu kuhusu matumizi ya idara ya Paulo. Unaweza kutaka kuona hili. Naomi akatazama skrini. Kicheko cha Paulo kikachanganyika na sauti ya Gloria. Moyo wake ukavunjika na kuwa mgumu kwa wakati mmoja. Hakungekuwa na kuomba, hakuna kufukuza, hakuna kushindana na mwanamke aliyekaa upande wa pili wa uaminifu. Akaondoka kwenye mlango wa ofisi na kupanda ngazi, akitembea kama kivuli ndani ya nyumba yake mwenyewe. Paulo alipomaliza simu na kutoka koridoni, Naomi tayari alikuwa chumbani, amekaa ukingoni mwa kitanda, simu mkononi, macho yakiwa makavu, ameshtuka mno hata kulia. Paulo hangejua alikuwa amesikia kila kitu. Sio bado. Lakini ujumbe wa Clara ulikaa kwenye skrini kama mbegu. Kesho namba na nyaraka zingeanza kuongea. Mkahawa ulikuwa umejaa gumzo la joto, kugongana kwa bilauri na muziki wa taratibu. Sauti ya watu wakipumzika baada ya siku ndefu. Kisha familia ya Paulo ikaingia. Paulo alikuwa amependekeza chakula cha jioni asubuhi hiyo, sauti yake ikiwa ya furaha isiyo ya kawaida. Twendeni tukale nje leo usiku, alikuwa amesema. Mama na baba wanataka kupoza mambo baada ya jana. Alikuwa ameongeza hata, vaa vizuri, sawa. Nataka mke wangu aonekane vizuri zaidi. Kwa muda mfupi, Naomi alitumaini. Labda alikuwa amesikia jinsi wazazi wake walivyokuwa wakatili. Labda alitaka kurekebisha. Sasa walipomfuata mhudumu hadi kwenye meza ndefu karibu katikati ya mgahawa, Naomi alitambua alikuwa amekosea. Rachel na Patrick tayari walikuwa wamekaa. Midomo ya Rachel ilijikunja kwenye tabasamu nyembamba la kuridhika mara tu alipomwona Naomi.
Macho ya Patrick yakapitia mavazi yake, gauni rahisi, kardigani ya kawaida, kwa hukumu ya kimya. Paulo hakushika mkono wa Naomi. Alitembea mbele, akimwacha aende nyuma yake kama mtu wa pembeni. Mvutano ukakaa mezani mwao kama moshi. Basi Rachel alisema kwa sauti kubwa mara tu Naomi alipokaa, ulilala siku nzima hadi ukaonekana mchovu hivi? Vichwa vichache mezani jirani vikageuka. Naomi akaweka sauti yake iwe mpole, nimetoka moja kwa moja kazini. Patrick akatoa kejeli, kazini? Sawa. Rachel akapanua macho kwa mshangao wa kuigiza. Ndiyo. Unafanya mambo yako ya mtandaoni. Akapunga mkono hewani bila mpangilio. Lazima ni raha kukaa nyumbani na laptop huku wengine wanazamu halisi. Paulo akatazama menyu yake na hakusema kitu. Mhudumu akaja wakati huo. Beji ya jina lake ilisomeka Magdalena. Alikuwa mwishoni mwa miaka ya 20, mwenye macho yenye huruma yanayoona zaidi kuliko anavyosema. Akaweka glasi za maji na kutabasamu kwa adabu, lakini macho yake yakakaa kwa Naomi kwa sekunde ndefu kidogo, ya kuuliza, ya kuhisi hofu. Asante, Naomi alisema kwa upole. Magdalena akatikisa kichwa na kuondoka, lakini alibaki ndani ya eneo la kuona. Sehemu fulani ndani yake tayari ilihisi meza hii ingeleta shida. Rachel akaendelea sasa kwa sauti kubwa zaidi, kana kwamba anafanya onesho kwa watu wa mgahawani. Mke anatakiwa kuchangia kitu kinachoonekana, kitu ambacho familia inaweza kujivunia, si kukaa nyumbani tu kuwepo. Patrick akacheka. Yeye ni shida zaidi kuliko msaada. Watu mezani jirani wakabadilishana macho. Mmoja wao akainua simu kidogo, akijifanya anaangalia ujumbe, lakini tayari alikuwa anarekodi. Vidole vya Naomi vikakaza kwenye leso. Mimi nachangia, alisema kwa utulivu. Hamuhitaji kuona ndipo liwe halisi. Paulo akatoa pumzi kwa nguvu. Tafadhali tusifanye hivi hapa, alinung'unika. Lakini tena hakuambia waache. Kabla Naomi hajajibu, sauti ya juu yenye mwanga ilikatiza hewa. Paulo. Jamani. Mgongo wa Naomi ukakaza. Akageuka na kumwona Gloria. Lipstick nyekundu, gauni linalombana, mwendo wa kujiamini. Alishika pochi ndogo mkononi na simu mkononi mwingine, kana kwamba ametoka kuscroll kitu kinachofurahisha. Hakushangaa kumwona Paulo. Alionekana tayari. Gloria, Paulo alisema, akisimama haraka sana. Sikutarajia kukuona hapa. Uongo ulikuwa mwembamba. Naomi aliuona kwenye namna mabega yake yalivyolegea, kwa afueni, si kwa mshtuko. Gloria akapapasa mkono wake kwa upole. Unaonekana vizuri, alisema. Usiku mkubwa. Rachel macho yake yakang'aa kana kwamba amepata kitu cha kuvutia. Paulo hakuwahi kusema ana mfanyakazi mwenzake mrembo hivi, alisema. Gloria akamtazama Naomi kwa sekunde chache tu, macho yake baridi na ya kupima, kisha akatabasamu zaidi kwa Rachel. Mimi ni mtu tu anayemwona kazini mara nyingi. Alisisitiza maneno ya mwisho. Magdalena alipita tena polepole, akitazama tukio likijitengeneza. Kitu kuhusu uwepo wa Gloria, mwili wa Paulo na ukimya wa Naomi kilifuma picha ambayo hakupenda. Rachel akaenda mbali zaidi. Mwanamke kama huyu, alisema, akimnyoshea Gloria, anaonekana anajua anaelekea wapi maishani. Akamgeukia Naomi. Unaweza kujifunza kitu au viwili. Maneno yakakata zaidi kuliko walivyojua, kwa sababu Gloria hakujua tu anaelekea wapi. Alijua kabisa nafasi ya nani alikuwa anajaribu kuichukua. Chini ya meza, Paulo akashika kifundo cha mkono wa Naomi. Kwa mtu wa nje ingeweza kuonekana kama mume anamtuliza mke wake, lakini vidole vyake vilichimba kwenye ngozi. Usianzishe, alinong'ona kwa hasira. Naomi akasukuma pumzi kwa maumivu. Magdalena aliona mwendo huo na maumivu yakipita usoni mwa Naomi. Midomo yake ilifunguka kwa mshtuko, lakini alibaki mtaalamu. Rachel akabofya ulimi.
Kwa kweli, Naomi, unaiaibisha hii familia. Angalia unavyovaa. Angalia unavyokaa. Kama unaomba msamaha kwa kuwa hapa. Patrick akaongeza, unamburuta Paulo chini badala ya kutuinua. Viti vikasuguliwa mezani jirani. Watu wakaacha kula. Simu zaidi zikaanza kuelekezwa kwao, sasa zingine waziwazi. Ghafla Paulo akasimama na akavuta kifundo cha mkono wa Naomi kwa nguvu zaidi. Twende, alisema kwa ukali. Unafanya tukio. Kiti cha Naomi kikakwaruza sakafu kwa sauti kubwa alipoyumba kusimama. Paulo, unaumiza, alinong'ona. Lakini hakulegeza. Alimvuta Naomi kupita mezani na nyuso zinazotazama, kupita Magdalena ambaye alipiga miayo ya mshtuko na kuangusha umma, na kupita Stefano, msimamizi wa mgahawa, aliyekuwa ametoka nyuma ya kaunta akikunja uso. Bwana Stefano, kila kitu kiko sawa. Paulo hakujibu. Alimvuta Naomi nje kupitia milango ya vioo hadi barabarani. Hewa ya nje ikampiga Naomi kama barafu. Paulo aliachia mkono wake ghafla kiasi kwamba karibu aanguke. Nenda nyumbani, Paulo akatema. Unaharibu kila kitu. Naharibu nini? Naomi akauliza, sauti ikitetemeka. Picha yako, performance yako, Paulo alisema, taya zake zikikaza. Kwa sekunde moja hatia ilipita usoni mwake. Kisha ikatoweka. Tutazungumza baadaye, alinung'unika na akageuka, akarudi ndani bila kuangalia kama Naomi yuko sawa. Mlango ukafunga kati yao. Kwa muda Naomi alisimama tu pale, taa za mgahawa zikififia kupitia machozi yake, kifundo cha mkono kikidunda mahali aliposhikwa. Simu yake ikatetemeka mkononi, ujumbe kutoka Clara, wachunguzi wamepata kitu kuhusu Paulo. Unahitaji kuona hili leo usiku. Naomi akatazama skrini inayong'aa akipumua kwa nguvu. Ndani ya mgahawa watu bado walikuwa wanarekodi, hata Magdalena alipomwambia Stefano kimya kimya kwamba angekuwa tayari kutoa taarifa ya alichokiona. Naomi akafuta uso, akafungua mlango wa gari lake kwa mikono inayotetemeka na akaelewa kitu kwa uwazi kwa mara ya kwanza. Hii haikuwa ndoa mbaya tu tena. Huu ulikuwa muundo, mpango. Na kama Paulo alitaka kumdhalilisha hadharani, alikuwa amempa mashahidi wote aliowahitaji. Naomi akaupiga mlango wa gari kwa nguvu hadi gari zima likatetemeka. Kifua chake kikapanda na kushuka. Uono ukachanganyika. Taa za barabarani zikawa mistari ya nyeupe na njano kupitia machozi yake. Paulo akimburuta. Matusi ya Rachel. Kicheko cha Patriki. Tabasamu la Gloria. Tukio likajirudia tena na tena kama kitanzi cha ukatili. Hakuweza kutoroka. Mikono yake ikatikisika kwenye usukani. Akainamisha kichwa na hatimaye tone moja la machozi ya moto likashuka shavuni. Naomi. Sauti ya upole ilitoka nje ya dirisha lake. Akageuka na kumwona Eva, 34, macho ya joto, nywele nyeusi zenye mawimbi zikiwa zimefungwa ovyo, amesimama pembeni ya gari. Eva alikuwa amewepo upande wa pili wa barabara akikuta rafiki alipoliona tukio lote kupitia dirisha la mgahawa. Sasa akafungua mlango wa abiria na akaingia bila kuomba ruhusa. Naomi alinong'ona akimvuta kwenye kumbatio. Niliona kila kitu. Huo ndio ulikuwa mwisho wa ukuta. Dhoruba ndani ya Naomi ikavunjika, lakini si kwa vilio vya sauti. Maumivu yake yakatoka kama mabega yanayotetemeka, machozi ya kimya, na namna vidole vyake vilivyoshika koti la Eva kana kwamba anaogopa kuachia. Ustahili hiki, Eva alinong'ona akimpapasa mgongo. Hata kidogo. Sauti ya Naomi ikatoka imepasuka, ndogo. Kwa nini wananichukia, Eva? Nimefanya nini kibaya? Eva akajiondoa kidogo tu na kushika uso wake. Unawapenda watu wasio sahihi, alisema kwa upole. Hiyo tu. Maneno yakakata ukungu kama mstari ulionyooka. Naomi akafumba macho. Picha zikamjia, yeye akisaini bonasi ya Rachel, akiridhia kupandishwa cheo kwa Patriki, akimtetea Paulo wengine walipomtilia shaka.
Sidhani kama Paulo aliwahi kunipenda, Naomi akanong'ona. Taya la Eva likakaza. Basi huna haja ya kupoteza siku moja zaidi kuthibitisha thamani yako kwa watu waliokwishaamua kutokuiona. Naomi akavuta pumzi inayotetemeka. Maumivu bado yalikuwepo, mazito na mabichi. Lakini kitu kingine kilianza kusogea chini yake, kitu baridi zaidi. Simu yake ikatetemeka tena. Ujumbe wa Clara: Naomi, wakili Sara yuko ofisini kwako. Nimesogeza kikao mbele. Samueli alipotuma ripoti mpya alisema ni ya dharura. Eva alisoma ujumbe huo juu ya bega lake na akatikisa kichwa polepole. Basi huko ndiko tunakoenda sasa, alisema. Hakuna kulia peke yako kwenye maegesho tena. Unapigana kwenye uwanja ambao wewe si dhaifu. Dakika chache baadaye, jengo refu la vioo lililoshikilia ofisi ya Naomi lilikuwa karibu tupu. Wafanyakazi wengi walikuwa wameondoka nyumbani. Mlinzi wa usalama mapokezi akamsalimia kwa mshangao wa heshima. Alikuwa amezoea kumwona asubuhi mapema, si usiku. Jioni njema, Biwadi alisema. Unahitaji boardroom? Ofisi yangu tu, Naomi akajibu, sauti yake ikianza kutulia. Ndani taa zilikuwa hafifu lakini za joto. Mji uliangaza nyuma ya madirisha. Wakili Sara mwenye umri wa mapema 40 alisimama karibu na kioo akiwa na jalada jembamba mkononi. Sara alijulikana kwa kushinda kesi ngumu bila kupandisha sauti. Aligeuka Naomi alipoingia, macho yakipitia uso wake kwa uangalifu, yakishika wekundu wa macho, alama hafifu kwenye kifundo cha mkono. Naomi, Sara alisema kwa upole. Kaa. Tunahitaji kuzungumza. Eva akakaa pembeni yake, kinga ya kimya upande wake. Sara akaweka jalada mezani lakini hakulifungua mara moja. Kabla hatujaingia kwenye alichotuma Samueli, alisema, nahitaji kuelewa jambo moja kikamilifu. Kwa nini ulificha nafasi yako ya CEO kwa Paulo na kwa wazazi wake? Ulikuwa na haki kabisa kuwaambia. Kimya kikapanuka. Naomi akatazama mikono yake iliyokuwa mapajani. Koo lake likakaza wakati kumbukumbu nyingine ya zamani ikapanda. Kahawa ndogo miaka iliyopita. Naomi kijana akicheka mezani na aliyekuwa mpenzi wake wakati huo, Toma. Alionekana mchangamfu, mkarimu, mwenye kuvutiwa na bidii yake. Hilo lilibadilika siku aliyogundua familia yake ilikuwa na pesa na kwamba yeye tayari alikuwa kwenye bodi ya kampuni inayokuwa. Unapaswa kununua hilo gari tuliloongea, Toma alisema kwa kawaida jioni moja. Unaweza kumudu. Ichukulie kama uwekezaji wetu. Mara nyingine alipotoa wasiwasi juu ya kazi, Toma alitabasamu kwa dharau. Una bahati niko na wewe. Wanaume wengi hawawezi kustahimili mwanamke anayepata zaidi yao. Alijaribu kupuuza usumbufu hadi alipomkuta akitumia kadi yake ya benki kisiri, akamwacha na deni na ujumbe uliosomeka, utakuwa sawa. Wewe ni tajiri. Sauti ya Naomi ilikuwa ya upole lakini thabiti. Mara ya mwisho mwanaume alipoona pesa zangu kabla ya moyo wangu alinitumia. Sikutaka hilo tena. Nilimtaka mtu anipende kwa mimi bila vyeo. Akameza mate. Kwa hiyo Paulo aliposema anapenda wanawake rahisi, nilijiambia kuficha cheo changu kutalinda ndoa yetu. Nilimtaka anipende kama Naomi, si kama CEO. Sara akatikisa kichwa polepole. Na badala yake alitumia kile alichodhani ni udhaifu wako. Ndiyo, Naomi akanong'ona. Sara akagusa jalada, macho yake yakawa makali. Una haja ya kupigana naye kwa hisia, alisema. Unapigana kwa ukweli. Akafungua jalada. Ndani kulikuwa na barua pepe zilizochapishwa, taarifa za benki zenye mistari ya kuangazia, picha za skrini na ripoti za ndani aliyotuma Samueli, mpelelezi wa timu ya UT. Kwenye ukurasa wa juu, maandishi mazito yalisomeka, ushahidi wa awali, Paulo na familia. Pumzi ya Naomi ikakwama. Hii ni mwanzo tu, Sara alisema kwa utulivu. Samueli yuko njiani na mengine. Unahitaji kuwa tayari, Naomi. Hili haliishii tu kwenye ndoa.
Linagusa kampuni yako, sifa yako, na watu waliodhani huna nguvu. Mlango wa ofisi ukabofya kwa upole koridoni. Hatua zikakaribia. Dhoruba ya kimya ndani ya Naomi ikatulia kuwa kitu kinacholenga cha baridi. Mlango wa ofisi ukafunguliwa kwa nguvu kiasi cha kutikisa kioo. Naomi akastuka, kisha akainua macho. Samueli 38 akaingia. Alikuwa mrefu, amevaa nguo nyeusi kama kawaida, uso mkali ambao mara chache huonyesha hisia. Kwa kawaida aliongoza uchunguzi wa ndani kimya kimya nyuma ya spreadsheets na ripoti. Usiku huu alionekana kama dhoruba iliyopata miguu. Tumepata zaidi, alisema. Hakuna salamu, hakuna mazungumzo madogo. Sara akamtazama na kuashiria mezani. Weka kila kitu hapa. Samueli akaweka bahasha nene na laptop juu ya meza. Eva akasimama pembeni, mikono imevukwa, akitazama kama simba jike anayemlinda rafiki yake. Clara akaingia sekunde chache baadaye, akipumua kwa haraka, akiwa ameshika jalada jingine. Naomi, Samueli akaanza, sauti yake thabiti, nilifuatilia miamala uliouliza kutoka kwenye bajeti ya idara ya Paulo. Ni mbaya zaidi kuliko tulivyodhani. Akafungua laptop na kuigeuza kwa Naomi. Skrini ilionyesha mfululizo wa picha na nyaraka. Kwanza zilikuwa picha. Paulo na Gloria kwenye maegesho ya kampuni wamesimama karibu mno. Paulo na Gloria wamekaa kwenye gari lake, kichwa chake kimeegemea begani mwake. Paulo na Gloria wakiingia hotelini wakati wa saa za kazi, zikiwa na muda ule ule aliokuwa kidai ana mikutano mirefu. Kila picha ikampiga kama pigo, lakini Naomi hakulia. Kwa angalau miezi 6, Samueli alisema. Wamekuwa wakikutana wakati wa saa za kazi. Baadhi ya usafiri na malipo ya hoteli yamelipwa kwa kadi ya idara. Pesa za kampuni, Sara akanong'ona. Tumbo la Naomi likasokota, lakini machozi hayakurudi. Yalikuwa yameungua kwenye gari pamoja na Eva. Kilichobaki sasa kilikuwa umakini baridi wenye maumivu. Kuna nini kingine? Naomi akauliza. Samueli akabonyeza folda nyingine. Ripoti za matumizi, alisema. Aliorodhesha baadhi ya chakula na usafiri wao kama mikutano ya wateja na team building sessions. Tulipokagua hakukuwa na wateja, hakuna tukio rasmi. Akamsogezea kurasa zilizochapishwa, risiti, kumbukumbu za idhini, nakala za saini ya kidijitali ya Paulo. Kisha akatoa seti ya pili ya nyaraka. Hizi zinamhusu Rachel na Patriki. Kifua cha Naomi kikakaza. Wakwe zangu. Samueli akatikisa kichwa. HR wametuma malalamiko ya mara kwa mara kutoka kiwandani. Karibu kwa foleni. Mlango ukafunguliwa tena. Marco 45, mkurugenzi wa HR, akaingia akiwa na binda mkononi. Mikono ya shati lake ilikuwa imekunjwa juu, sura yake ikiwa kali kama kawaida. B alisema kwa udhabiti wa heshima. Niliona ni bora nikuletie hizi mwenyewe. Akaweka binda mezani na kuifungua kwenye kurasa zenye alama. Hizi ni ripoti za utovu wa nidhamu dhidi ya Rachel na Patriki, Marco alisema. Matusi kwa wafanyakazi wadogo, kukataa kufuata taratibu za usalama, kupuuza maagizo ya wasimamizi. Kuna maonyo 6 kati yao. Akasita, kisha sauti yake ikalainika kidogo. Walikuwa karibu kuitwa kwenye kikao cha kinidhamu hata kabla ya usiku wa leo. Naomi akatazama kurasa. Kila ripoti ilikuwa na majina, tarehe, saini. Hawa ndio watu ambao wewe Marco akasita, kisha akamalizia, ndio hao uliowaidhinisha kupata bima maalum ya matibabu na mapitio ya mapema ya mishahara. Clara akasonga mbele na jalada lake. Rekodi hizo zipo hapa, alisema kwa upole. Idhini zote za mishahara, bonasi na maboresho ya bima ya wazazi wa Paulo. Akaifungua jalada ili Naomi aone ukurasa wa juu. Kwenye ukurasa wa kwanza, mfanyakazi Rachel marekebisho, medical coverage upgrade imeidhinishwa na NWAD. Ukurasa mwingine, mfanyakazi Patriki marekebisho. Jukumu na ongezeko la mshahara imeidhinishwa na NWAD.
Vidole vya Naomi vikapapasa herufi zake mwenyewe. Naomi mdogo akikaa kwenye ofisi hii akitabasamu alipokuwa akisaini fomu zao za kuajiriwa. Paulo alikuwa amemtumia ujumbe mrefu siku hiyo: asante Naomi, unawaokoa wazazi wangu. Alikuwa amejihisi mwenye fahari, mwenye shukrani, mwenye uhakika anafanya jambo sahihi. Sasa akiwa amekaa kwenye kiti hicho, alitambua saini hizo zilikuwa zimekuwa ushahidi wa kitu kingine. Aliwainua watu ambao hawakuwahi hata mara moja kujaribu kumuinua yeye. Sauti ya Sara ikakata uzito. Sasa tuna tabaka tatu, alisema kwa utulivu. Moja, usaliti wa Paulo na matumizi mabaya ya fedha za kampuni. 2, utovu wa nidhamu wa Rachel na Patriki unaojirudia. 3, ushahidi ulioandikwa kwamba uliwasaidia wote kifedha na kikazi. Marko akakunja mikono. Bodi tayari imeona muhtasari wa awali, akaongeza. Walikuwa wameshtuka. Samueli akatikisa kichwa. Wamepanga kikao cha uongozi all hands kesho asubuhi. Rasmi ni quarterly update. Isivyo rasmi Sara akamalizia, ndipo ukweli unapopanda jukwani. Chumba kikawa kimya. Naomi akatazama picha za Paulo na Gloria tena. Kisha akaangalia ripoti za Rachel na Patriki, halafu akaangalia saini yake kwenye manufaa yao. Akanyooka polepole kwenye kiti. Kesho, alisema, sauti ya chini lakini thabiti, naacha kujificha. Hakuna tena barakoa. Hakuna tena kuwalinda watu wanaonidhoofisha. Sara akafunga jalada kwa snap ya upole. Tutakuwa na usalama, HR na sheria, alisema. Utakuwa na bodi upande wako. Hili halitakuwa vurugu. Litakuwa utaratibu. Marko akatikisa kichwa. Nitaandaa vifurushi rasmi vya kusitisha ajira na marejeo ya sera. Samueli akatoa plagi ya laptop. Nitashughulikia faili za uwasilishaji na ushahidi wa video. Clara akaweka mkono wake kwa upole begani mwa Naomi. Na mimi nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa nyuma ya pazia kama kawaida. Naomi akatoa pumzi ndefu. Basi tufanye, alisema. Kampuni nzima isikie mimi ni nani na walichofanya. Sara akatoa onyo la mwisho la upole lakini kali. Ukikanyaga jukwaa hilo, Naomi, hakuna kitakachorudi kama kilivyokuwa. Naomi akamkazia macho. Tayari hakiwezi, akajibu. Ukumbi wa kampuni haujawahi kuhisi umejaa hivyo. Safu kwa safu za wafanyakazi zilijaza viti. Wafanyakazi wa kiwandani wakiwa kwenye sare, wafanyakazi wa ofisini wakiwa na mashati na blauzi, mameneja wakiwa na suti. Walinzi wa usalama walisimama kando ya kuta, watulivu lakini thabiti. Mng'ong'ono wa chini wa tetesi ulielea hewani. Kitu kilikuwa kinatokea. Kitu kikubwa. Mbele kabisa katikati, Paulo aliketi akiwa amevaa suti yake bora, mgongo wima, tabasamu limepangwa kwa uangalifu. Rachel aliketi kulia kwake, amevaa blauzi yake inayoonekana ghali zaidi, ile aliyokuwa anaiweka kwa matukio muhimu. Patriki aliketi kushoto kwake, mikono imevukwa, kidevu kimeinuliwa. Tetesi zilikuwa zimesambaa asubuhi yote. Mabadiliko ya uongozi, tangazo kubwa, labda timu mpya ya watendaji. Rachel akainama na kunong'ona. Unaona? Nilikwambia hatimaye wanaona thamani yako. Patriki akatabasamu kwa dharau. Muda mrefu sana. Ni wakati sasa kampuni itambue mwanaume halisi. Paulo akajaribu kuonekana mnyenyekevu, lakini macho yake yalikuwa yanang'aa. Alikuwa amejishawishi kwamba umakini wa ghafla kutoka kwa bodi ulikuwa kuhusu kupandishwa cheo. Ukweli kwamba aliitwa kwenye kikao cha faragha siku iliyotangulia bila Naomi uliwasha zaidi ndoto zake. Nyuma, karibu akijificha nyuma ya nguzo, Gloria alisimama. Alikuwa amevaa blaza iliyokatwa vizuri juu ya gauni linalombana, lipstick nyekundu, nywele zimepangwa kikamilifu. Alijifanya ni mfanyakazi mwingine tu anayehudhuria kikao cha lazima, lakini tabasamu lake la pembeni lilimtoa. Alijiona akitazama Paulo akipanda na Naomi akitoweka. Bodi ya wakurugenzi ilipanda jukwani kwanza.
Katikati ilisimama mwenyekiti Dawson, mwanamke aliye na umri wa makamo wa miaka 50, macho makali na sifa ya haki. Akagonga kipaza sauti. Kikasikika mlio wa kriik, kisha kikanyamazishwa. Tafadhali kila mtu kaa sawa, alisema. Tunaanza. Ukumbi ukatulia. Kama mnavyojua, aliendelea, kampuni yetu imepitia miaka migumu na mabadiliko muhimu. Sehemu kubwa ya udhabiti wetu imetegemea uongozi uliochagua kubaki bila kujionyesha sana. Leo hilo linaisha. Wafanyakazi wakatazamana. Bila kujionyesha. Anamaanisha nini? Rachel akakunja uso. Ajabu. Nilidhani CEO ni mwanamke mzee ambaye huwa hafiki viwandani. Paulo akanyanyua mabega. Labda wanamtoa. Maneno yaliyofuata ya mwenyekiti Dawson yakakata mng'ong'ono kama wembe. Tafadhali mpokee, alisema kwa uwazi, CEO wenu Bi Naomi Wadi. Kwa mpigo wa moyo mmoja hakuna aliyesogea. Kisha sauti ya visigino ikasikika kwa upole kutoka njia ya kushoto. Vichwa vikageuka. Minong'ono ikaanza papo hapo. Si huyo ni mke wa Paulo? Anafanya nini? Nilidhani anaitwa Mhando, si Wadi. Tabasamu la Paulo likapasuka. Macho yake yakapanuka alipomwona Naomi akitembea kwa utulivu kuelekea jukwani. Alivaa gauni rahisi lakini la hadhi la rangi ya bluu ya bahari. Nywele zake zilikuwa zimefungwa kwa nadhifu. Uso wake ulikuwa mtulivu, karibu mtulivu kupita kiasi. Pembeni ya jukwaa, Sara alisimama akiwa na mafaili. Samueli alisubiri karibu na projekta. Clara alisimama pembeni kama nanga ya kimya. Mwenyekiti Dawson akasogea pembeni na kumwashiria Naomi kwa heshima ya kweli. Bi Wadi alisema, jukwaa ni lako. Naomi akashika kipaza sauti. Kwa muda alitazama tu umati, mamia ya watu ambao hundi zao za mshahara alikuwa amezithibitisha binafsi kwa miaka. Wengi walitambua uso wake kutoka kukutana kwa haraka kwenye korido au kuona kwa mbali bila kujua yeye ni nani hasa. Akapumua mara moja kwa utulivu. Kwa miaka, alianza, sauti thabiti na wazi, nilichagua kuongoza kimya kimya. Kwenye karatasi, mimi ni Naomi Wadi, CEO wa kampuni mama inayomiliki kiwanda hiki na idara zake. Skrini kubwa nyuma yake ikawaka na wasifu wake rasmi. Naomi Wadi, mkurugenzi mtendaji. Picha yake, sifa zake, saini yake. Mng'ong'ono ukalipuka. Lakini nje ya jengo hili, Naomi aliendelea, najulikana kwa jina lingine. Jina nililopata nilipoolewa. Skrini ikabadilika. Picha za harusi zikajitokeza. Naomi akiwa kwenye gauni lake. Paulo akitabasamu pembeni yake. Rachel na Patrick wakiwa wamesimama nyuma wakipiga picha. Naomi Mhando, mke mkwe. Ukumbi ukanyamaza. Paulo akasimama kwa mshindo. Hii ni nini? Akapiga kelele. Hii si. Usalama ukasogea kidogo karibu na safu yake bila kumgusa, ni uwepo tu. Naomi hakupandisha sauti. Paulo alisema kwa utulivu, umefanya kazi kwenye kampuni hii kwa miaka bila kujua kwamba mwanamke aliyekuwa anasaini mshahara wako anaishi ndani ya nyumba yako. Kimya cha mshtuko. Sara akaashiria kwa Samueli. Nyaraka za kwanza zikajitokeza kwenye skrini. Mikataba ya ajira ya Rachel. Mikataba ya ajira ya Patrick. Kila moja imepigwa muhuri, imeidhinishwa. Pembeni yake herufi zake. Kisha nyongeza za mshahara, idhini za bonasi, maboresho ya bima ya afya. Kando ya kila moja herufi zake. Mdomo wa Rachel ukafunguka. Mkono wa Patrick ukatetemeka juu ya goti. Mwenyekiti Dawson akaongea kwenye kipaza sauti chake. Kwa kumbukumbu, idhini hizi zilitolewa kutokana na huruma binafsi ya CEO bila wajibu wowote. Zilikuwa vitendo vya wema. Nilifanya haya kwa sababu niliamini, Naomi aliendelea, kwamba upendo unamaanisha kuinua watu ambao mume wangu anawapenda. Macho yake yakampata Paulo mbele.
Lakini wakati nilikuwa na wasapoti wazazi wake kazini, alisema, hivi ndivyo walivyokuwa wakizungumza kunihusu nyumbani. Skrini ikabadilika. Muhtasari wa ripoti za utovu wa nidhamu kutoka HR ukaonekana, ukihusu unyanyasaji wa wafanyakazi, kukaidi taratibu, na hatimaye tukio la mgahawa, sasa likiwa limeandikwa kikamilifu kwa kauli za mashahidi kutoka kwa Magdalena na Stefano. Sauti za mshtuko zikasikika. Na wakati nilikuwa ninalipa mishahara yao, Naomi alisema, sauti yake ikikaza kwa kiasi kidogo tu, hiki ndicho mume wangu alikuwa anakifanya na mfanyakazi mwingine wakati wa saa za kazi akitumia fedha za kampuni. Picha za Paulo na Gloria zikang'aa kwenye skrini, wameshikana mikono kwenye gari lake nje ya hoteli. Taarifa za kadi ya kampuni zikafuata zikiwa na mistari ya kuangazia malipo. Uso wa Gloria ukapoteza rangi. Akasogea hatua nyuma, lakini mlinzi wa usalama alisimama njia yake. Daudi aliyekuwa nyuma alitazama kimya, taa imekaza sasa, akiona picha kubwa zaidi aliyokuwa amesikia vipande tu. Kelele ukumbini zikaanza kuongezeka, minong'ono ya mshtuko, manung'uniko ya hasira, laana za chini. Sauti ya Naomi ikakatiza yote. Mlininta mvivu, alisema, akiwatazama moja kwa moja wazazi wa Paulo. Mlinita mzigo. Mlipanga kuniondoa kwenye familia hii huku mkiishi kwa kutegemea kampuni niliyoijenga na ninayoiongoza. Akageukia tena umati. Nilikaa kimya kwa muda mrefu sana. Hilo linaisha leo. Mwenyekiti Dawson akasogea mbele tena. Kwa kuzingatia ushahidi mliouona, alisema, mkurugenzi wetu wa HR sasa atazungumzia madhara ya ajira. Marco akatembea hadi kwenye kipaza sauti akiwa ameshika binda. Walinzi wawili wa usalama wakaingia kwenye njia, wakasimama nyuma ya safu ya Paulo. Ukumbi ukashikilia pumzi. Hili, Naomi alisema kwa upole kwenye kipaza sauti, ni mwanzo tu. Walinzi wakasogea hatua moja karibu na Paulo. Hewa ukumbini ikakaza. Paulo akageuka ghafla kwenye kiti chake walinzi waliposimama moja kwa moja nyuma yake. Akasimama, uso wake ukiwa mweupe. Mnafanya nini? Alidai. Ondokeni kwangu. Walinzi hawakumgusa. Walisimama tu wakingoja ishara. Mbele ya jukwaa, Marco akarekebisha miwani yake na kufungua binda. Sauti yake iliposikika, ilienea ukumbini kwa urahisi. Paulo alitangaza, kwa mujibu wa uchunguzi wa ndani, mapitio ya fedha na ripoti za mienendo, ajira yako katika kampuni hii imesitishwa kuanzia sasa hivi. Mshtuko ukapita kama wimbi. Rachel akashika mkono wa Paulo. Imesitishwa? Kwa nini? Yeye anafanya kazi kuliko nusu ya watu hapa. Marco hakutikisika. Matumizi mabaya ya fedha za kampuni, ripoti za matumizi za udanganyifu, mgongano wa maslahi na mfanyakazi aliye chini yake, na unyanyasaji wa mtendaji mkuu wa kampuni yetu CEO. Akageuza ukurasa. Yote yameandikwa, yote yamesainiwa. Patrick naye akasimama. Hamuwezi kumfukuza mwanetu hivi. Huu ni udhalilishaji wa hadharani. Marco akamtazama kwa utulivu. Udhalilishaji ulianza siku mwanenu alipoiburuta CEO wetu ndani ya mgahawa mbele ya mashahidi. Mng'ong'ono ukazidi. Simu zilikuwa juu tangu Naomi alipopanda jukwani. Sasa zilirekodi kila sekunde. Rachel akamgeukia Naomi, macho yakiteketea. Waambie huu ni makosa, akapiga kelele. Wazuie. Unatudai hiyo baada ya yote tuliyokufanyia. Uso wa Naomi ukabaki thabiti. Siwadeni chochote, alisema kimya. Mlichagua matendo yenu. Sasa mnakutana na matokeo. Marco akageuza ukurasa. Na kuhusu Rachel na Patrick akaendelea, ajira zenu pia zimesitishwa. Ukumbi ukanyamaza kabisa. Ripoti nyingi za utovu wa nidhamu, Marco akasoma. Kuwanyanyasa wafanyakazi wadogo, kupuuza taratibu za usalama, kuvuruga wasimamizi na kukaidi maelekezo. Ukiukaji wa mwisho, unyanyasaji wa hadharani wa CEO na tabia inayoharibu sifa ya kampuni. Taya la Rachel likaning'inia.
Mabega ya Patrick yakashuka kana kwamba mtu amekata kamba zilizokuwa zikimshikilia. Hii ni kisasi. Rachel akapiga kelele. Unafanya hii kwa sababu amekasirika. Hii ni ya binafsi. Mwenyekiti Dawson akasogea kwenye kipaza sauti, sauti yake ikiwa thabiti. Kinyume chake, alisema, bodi ilipitia ushahidi huu kabla ya kikao hiki. Tulifanya uamuzi wetu jana kwa mujibu wa sera, si hisia. Nyuma, Gloria alijaribu kujisogeza ukutani kuelekea mlangoni. Mlinzi akasogea mbele yake akizuia njia. Niacheni. Gloria akafoka. Mimi nafanya kazi hapa, lakini mimi si sehemu ya hiki. Samueli akasogea akiwa ameshika kifaa kidogo cha USB, sauti yake tulivu. Kwa kweli, alisema, wewe ni sehemu yake. Akatizama juu kwa mtu wa projekta na akatikisa kichwa. Picha za skrini mpya zikajitokeza kwenye skrini. Uhamisho wa fedha kutoka akaunti binafsi ya Paulo kwenda kwa Gloria. Kiasi kikubwa. Tarehe za mara kwa mara. Malipo, Samueli alisema kwa kubadilishana ukimya. Kisha seti nyingine ya picha za skrini zikajaa kwenye skrini, ujumbe wa Gloria. Kama hutotuma wiki hii, nitasema watu unachosema kuhusu mke wako. Tutamtoa. Hafai kwako. Ukishapandishwa cheo, nataka nafasi pembeni yako. Ukumbi wote ukavuta pumzi kwa pamoja. Uso wa Gloria ukatoka wekundu hadi mweupe. Huwezi kuonyesha hayo, akalia. Hayo ni ya faragha. Samueli akakunja mikono. Uliyatuma kwa kutumia simu ya kampuni tuliyokupa, alisema. Hakuna cha faragha hapa. Usalama ukamshika kwa upole lakini kwa udhabiti kwenye viwiko. Unaongozwa nje, uchunguzi mwingine ukiendelea, Marco akaongeza. Mashtaka yoyote yajayo yatashughulikiwa na mamlaka. Gloria akajikokota lakini haikusaidia. Alipokuwa anaongozwa chini ya njia, wafanyakazi walimtazama. Wengine wakatikisa vichwa, wengine wakinong'ona. Jukwaani, Paulo akavunjika. Alijikwaa mbele, akaanguka magotini mbele ya Naomi. Sauti yake ikatetemeka. Naomi, tafadhali usifanye hivi. Usiwaache wanifukuze. Naweza kurekebisha. Nitaacha kila kitu na Gloria. Nitaomba msamaha kwa wazazi wako. Wazazi wangu. Kila mtu. Tafadhali usiniondolee kazi yangu. Mwanaume yule yule aliyemburuta kama takataka sasa alikuwa amepiga magoti sakafuni. Suti yake imekunjamana, mikono yake ikinyanyuka kuomba. Naomi akamtazama chini. Alikumbuka mgahawa, maneno ya Rachel na Patrick, tabasamu la Gloria, simu kwenye korido. Alikumbuka miaka ya kujinyima kimya. Uliniburuta nje, alisema kwa upole. Mbele ya wageni, kana kwamba mimi si chochote. Leo ukweli unakuburuta mbele ya watu uliowadanganya. Paulo akatikisa kichwa kwa nguvu. Nilikuwa mpumbavu. Nilikuwa na wivu. Nilidhani huna chochote. Sikujua una nguvu. Naomi akauliza kwa utulivu, mafanikio, dhamani zaidi kuliko ulivyonitendea. Paulo akalia. Ndiyo, sikujua. Tafadhali, Naomi. Nahitaji hii kazi. Siwezi kupoteza kila kitu. Tayari ulipoteza, Naomi akajibu. Usalama ukachukua kadi yake ya kitambulisho cha kampuni kutoka kwenye koti lake. Kadi ndogo ya plastiki iliyokuwa ikimfanya ajione muhimu sasa ikateleza kutoka kwake kama kitu kisicho na maana. Rachel akapiga mayowe, wewe mwanamke asiye na moyo, umeharibu familia yetu. Naomi akamgeukia polepole. Niliipa familia yako kila kitu, alisema. Mmejiharibu wenyewe. Usalama ukaanza kuwaongoza Paulo, Rachel na Patrick kuelekea mlangoni. Kila hatua yao ilitazamwa, ilirekodiwa, ilikumbukwa. Milango ikafunga nyuma yao kwa kishindo kizito kilichorindima ukumbini. Naomi alisimama peke yake katikati ya jukwaa, amezungukwa na ushahidi na ukimya. Sara akasimama pembeni yake na kupunguza sauti. Sehemu ya kampuni imeisha, alinong'ona.
Sasa tunapeleka hili mahakamani kwa ulinzi wako, kwa kufunga ukurasa. Naomi akatikisa kichwa mara moja. Ukumbi uliokuwa umeleta vioo, hilo lilikuwa upande mmoja wa hadithi. Sheria ilikuwa inasubiri upande mwingine. Nyundo ya jaji iligonga meza kwa nguvu sana hadi kila mtu mahakamani alishtuka. Utulivu. Jaji Yakobo akapaza sauti. Sauti yake ilikuwa na uzito wa miaka mingi ya kukaa kwenye kiti hicho. Chumba kilikuwa na mng'ong'ono wa mvutano wa chini. Video za kampuni zilikuwa zimesambaa sana mjini. Wafanyakazi ambao hawakuweza kuhudhuria walifuata taarifa mtandaoni. Lakini humu ndani ya hizi kuta hakukuwa na simu zinazoruhusiwa, ni watu tu, ushahidi na matokeo. Upande wa kushoto aliketi Paulo kwenye meza ya mshtakiwa. Nywele zake hazikuwa zimepangwa, tai yake imepinda. Majivuno yalikuwa yameondoka, yamebadilishwa na uso wa hofu uliotupu. Mikono yake ilitetemeka aliposhika ukingo wa meza. Upande wa kulia aliketi Naomi. Alivaa gauni rahisi la bluu ya bahari, hakuna mapambo ya kupita kiasi, hakuna makeup ya kuigiza, ni macho thabiti na mkao mtulivu uliozaliwa na kukubali maumivu na kuamua nini cha kufanya nayo. Pembeni yake alisimama wakili Sara, mtulivu kama kawaida, mafaili yakiwa yamepangiliwa mbele yake. Leo haikuwa kuhusu kazi yake. Sehemu hiyo ilikuwa tayari imekwisha. Leo ilikuwa kuhusu kutengana kisheria, uwajibikaji wa kifedha na utambuzi rasmi wa kile alichokuwa ameishi. Jaji Yakobo akatazama juu ya miwani yake. Tuko hapa kushughulikia ombi la Bi Naomi la kutengana kisheria, mpangilio wa mali na maagizo ya ulinzi, alisema. Nimepitia vielelezo vilivyowasilishwa kwa maandishi. Wakili, endelea. Sara akasimama akinyosha mbele ya koti lake. Mheshimiwa Jaji, kesi hii iko wazi, alisema. Hatutapoteza muda wa mahakama. Akamnyoshea ishara karani wa mahakama ambaye alipunguza mwanga kidogo. Stefano, msimamizi wa mgahawa, aliketi kwenye kizimba cha shahidi, kifaa cha USB mkononi. Jaji aliruhusu video ichezwe kwenye skrini kubwa iliyowekwa kwa ushahidi. Kila sekunde ilipita polepole, Paulo akishika kifundo cha mkono wa Naomi, Rachel akimdhalilisha, Patrick akicheka, Gloria amekaa kando akiwa anafurahia, Paulo akimburuta Naomi kupitia mgahawa, uso wa Magdalene wa mshtuko, simu za watu zikirekodi. Video ikaishia Naomi akiwa peke yake barabarani akishika mkono wake. Sauti ndogo za mshangao zikapita chumbani. Paulo akafunika uso kwa mikono yake. Sisi, haikuwa mbaya hivyo, akagugumia. Kamera inafanya ionekane vibaya zaidi. Tulikuwa tunabishana tu. Uso wa Jaji Yakobo ukawa mgumu. Unaita hiyo kubishana tu? Sara akawaita mashahidi. Magdalena, mhudumu, sauti yake ikitetemeka lakini ya ukweli, akaeleza mshtuko wa watu na hofu iliyo wazi ya Naomi. Stefano akaeleza kwa nini alituma video kwa HR alipogundua ni CEO wa kampuni yao. Marco, mkurugenzi wa HR, akaeleza matokeo ya ndani: usaliti, matumizi mabaya ya fedha za kampuni na unyanyasaji. Kisha zikaja ujumbe uliochapishwa kati ya Paulo na Gloria, ukiwasilishwa kwa sehemu zilizofichwa ili lengo libaki kwenye jambo kuu: usaliti wake, njama zake, ukatili wake. Paulo alijaribu kuongea mara kadhaa. Kila mara maneno yake mwenyewe, yakiwa yamechapishwa na kuangaziwa kwenye karatasi, yalimkatiza. Sara aliweka yote hatua kwa hatua, kwa urahisi na udhabiti. Ukatili wa kihisia, udhalilishaji wa hadharani, udanganyifu wa kifedha, usaliti wa muda mrefu. Hatimaye akaweka jalada la mwisho kwenye dawati la jaji. Hizi, alisema, ni nyaraka zinazoonyesha kwamba Bi Naomi aliidhinisha ajira, bonasi na huduma ya afya iliyoboreshwa kwa wazazi wa Bwana Paulo. Wakati walipomwita mzigo, yeye ndiye alikuwa anawaweka hai kifedha. Hili ni muhimu, Mheshimiwa Jaji, kwa sababu linaonyesha tofauti ya jinsi alivyotoa na jinsi alivyolipwa. Jaji Yakobo akasoma kwa muda mrefu kuliko awali. Chumba kikashikilia pumzi. Hatimaye akainua macho.
Bwana Paulo alisema, akimtazama moja kwa moja, matendo yako yanaonyesha muundo wa unyanyasaji wa kihisia, udanganyifu na kutowajibika kifedha. Kumburuta mkeo hadharani, kumdhalilisha na kuruhusu adhalilishwe, kufanya usaliti kwa siri na kutumia rasilimali za kampuni kufanya hivyo. Mahakama hii inachukulia hilo kwa uzito. Paulo akameza mate kwa shida. Naweza kubadilika, alinong'ona. Na hapa naweza kubadilika. Naomi, tafadhali sema kitu. Tafadhali. Naomi hakumtazama. Mikono yake ilikuwa imekunjwa, macho yake mbele. Ninatamka, Jaji Yakobo alisema, kwa upande wa Bi Naomi kwenye suala la kosa la ndoa. Ombi lake la kutengana kisheria, udhibiti mkuu wa mali zake binafsi na kipengele cha kuzuia maamuzi ya kifedha kinaidhinishwa. Utagusa hisa au umiliki wake unaohusiana na kampuni. Paulo akamtazama, ameduaa. Unanichukulia kila kitu, akakoroma. Hapana, jaji akajibu. Umejifanyia mwenyewe. Sara akasimama kwa upole. Mheshimiwa jaji, kwa ruhusa yako, nina hatua ya mwisho. Jaji akatikisa kichwa. Endelea. Sara akageuka, akatoa bahasha nyeupe kutoka kwenye begi lake la mafaili na kutembea polepole kuelekea meza ya mshtakiwa. Paulo akatikisa kichwa, macho yake yakiwa ya woga. Sara, usifanye, akaomba. Tafadhali. Sara akaweka bahasha mbele yake. Maneno makubwa meusi juu yake yalikuwa rahisi na ya mwisho. Hati ya talaka imekabidhiwa. Chumba kizima kikatoa pumzi kwa pamoja. Mikono ya Paulo ilitetemeka alipofungua bahasha. Macho yake yakapita ukurasa wa kwanza. Mwili wake ukalegea. Tumaini dogo alilokuwa amelibeba likavunjika. Akateleza kutoka kwenye kiti na kupiga magoti. Naomi akasononeka. Tafadhali usifanye hivi. Tunaweza kurekebisha. Nitaenda tiba. Nitaomba msamaha kwa wafanyakazi wako, bodi yako, familia yako. Nitafanya chochote. Usiniacha. Kwa mara ya kwanza, Naomi akageuza kichwa kidogo kuelekea upande wake. Hakukutana na macho yake. Tulishamaliza, alisema kwa upole. Usiku uliamua kwamba ilikuwa rahisi kunivunja kuliko kunipenda. Akasimama. Sara akakusanya mafaili. Jaji Yakobo akagonga nyundo mara ya mwisho, akifunga kikao. Milango ya mahakama ikafunguliwa na mwanga wa jua ukamwagika chini ya njia kama njia iliyo wazi. Naomi akatembea kuelekea mwanga huo bila kuangalia nyuma. Alipotoka nje, simu yake ikatetemeka mkononi. Ujumbe kutoka Clara, kila kitu kiko tayari ofisini kwa ajili ya kesho. Hatua ya mwisho. Sheria ilikuwa imesema. Kampuni ilikuwa imeuona ukweli. Milango ya mahakama ikapasuka nyuma yake, ikigonga ukuta wa nje kwa mwangwi mtupu. Waandishi wa habari wakastuka. Kamera zikabonyeza. Watu waliokuwa wamefuata hadithi mtandaoni wakatazama, wakijaribu kulinganisha mwanamke wa video zilizosambaa na sura tulivu iliyokuwa mbele yao. Naomi Wadi, Naomi Mhando akatoka kwenye mwanga wa jua. Hakukimbia. Hakuficha uso. Hakuharakisha kupita. Alitembea tu. Kila hatua ikiwa imepimwa na thabiti, kama mtu aliyebeba moto na kuishi. Hewa nje ilihisi tofauti, nyepesi zaidi. Minyororo kifuani mwake ilikuwa imebadilishwa na maumivu madogo ya kimya. Na kitu kipya. Uhuru. Alisimama katikati ya ngazi za mahakama na kufumba macho kwa muda. Jua likaupasha uso wake. Kelele zilizomzunguka zikawa ukungu wa mbali. Nyuma yake watu walinong'ona, huyo ndiye yule CEO. Ndiye waliyemburuta mgahawani, sivyo? Niliona video ya kumweka wazi kwenye kikao cha kampuni. Lakini Naomi hakugeuka. Hakuwa hapa kwa ajili ya maoni yao tena. Chini ya ngazi, Eva alikuwa anasubiri. Alikuwa amevaa mavazi rahisi na wasiwasi machoni. Lakini alipomwona Naomi, wasiwasi huo ukayeyuka na kuwa afueni. Akasogea na kumkumbatia. Imeisha, Eva alinong'ona.
Umeifanya. Naomi akaacha kumbatio hilo likae. Ndiyo, akavuta pumzi kwenye bega la rafiki yake. Imeisha. Nyuma ya Eva alisimama Clara, mikono imekunjwa mbele kwa nadhifu. Hakukuwa na clipboard, hakuna mafaili, ni tabasamu la upole lenye heshima. Bodi imeidhinisha kila kitu, Clara alisema. Mabadiliko ya sera, mafunzo mapya, mageuzi ya HR na tangazo linalofanya majina yako mawili kuwa ya wazi. Naomi akatabasamu. Safari hii likafika hadi machoni. Asante, Clara. Umekuwa zaidi ya msaidizi. Umekuwa nanga yangu. Macho ya Clara yakang'aa. Ilikuwa heshima, mama. Wanawake hao watatu wakaanza kutembea kuvuka uwanja wa mahakama pamoja. Kwa kila hatua, Naomi alihisi vipande vya maisha yake ya zamani vikidondoka. Haja ya kuwa rahisi ili mwanaume asijihisi mdogo. Hofu ya kuonyesha mafanikio yake. Tabia ya kujifanya mdogo ili watu wengine waweze kunyoosha vivuli vyao juu yake. Ndani ya akili yake simulizi la upole likainuka kama mistari ya mwisho ya hadithi aliyokuwa ameandika upya mwenyewe. Mwishowe, ukweli haukuwafichua tu, uliniweka huru. Nilidhani kujifanya mdogo kutalinda ndoa yangu. Badala yake, kulilinda tu uongo wao. Akaunyanyua uso wake kwenye anga iliyo wazi. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, future yake ilionekana pana na wazi. Sio kama handaki, kama uwanda. Hakuna Paulo, hakuna Gloria, hakuna matusi mezani, hakuna saini za siri nyuma ya pazia, ni mwanamke tu anayejua yeye ni nani hasa. Walipofika ukingoni mwa uwanja, simu yake ikatetemeka kwa upole. Namba isiyojulikana. Akaifungua na kusoma, tunahitaji kuzungumza. Ni kuhusu kitu Paulo alikuficha. Kinahusu kampuni. Hatua za Naomi zikapungua. Nyusi zake zikapanda kidogo, si kwa hofu bali kwa udadisi. Eva akamtazama. Kila kitu sawa. Naomi akaiweka simu kwenye pochi yake, kona ya mdomo wake ikainuka. Ndiyo, alisema kimya, lakini inaonekana ukweli bado haujamaliza kuzungumza. Akafungua mlango wa gari, akaitazama mahakama nyuma yake mara ya mwisho na akatabasamu, si kwa sababu ya kile alichopoteza, bali kwa sababu ya kile alichoamua kuacha kupoteza. Akaingia, akafunga mlango na akaendesha kuelekea future ambayo angeiunda mwenyewe. Kwa watazamaji wangu, kama umefika mpaka mwisho wa hadithi hii, asante. Usiruhusu sauti ya Naomi ipotee. Bonyeza like, subscribe na usambaze hadithi ili watu wengi zaidi wajifunze. Na kwenye comment niambie unaangalia kutoka wapi.